Kwa majina anaitwa Mrisho Bakari, ni head coach wa Kijiwe Nongwa, lakini pia ndo head coach wa under 20 ya Kijiwe Nongwa, ambapo tunapatikana Mpemba nyuma ya Mizani, na ndo wana finali wa ligi ya mkoa, ligi daraja la 3, ligi daraja la 3 kwa mkoa. Naam. Kwanza kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuwa wazima. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila tunachokiomba anaweza kututekelezea, si kwamba sisi ni wenye bahati, lakini pia mipango. Nadhani viongozi wangu umeona wako mazoezini toka saa 9. Yaani wao wanakuwa wa kwanza kufika kuliko wachezaji. Na sisi makocha tunakuwepo mapema kwenye kupanga program zetu. Nadhani kikubwa cha msingi ni kuwapongeza wachezaji, kupongeza viongozi na benchi zima la ufundi. Mafanikio yetu yamekuja kutokana na umoja. Umoja huu ulikuwa na hamasa ndani yake. Si hamasa ya pesa, lakini hamasa ya kujitoa baina ya kijana na kijana mwenzake, kijana na benchi la ufundi. Kama utakavyoona timu ina camp ndogo ambayo inahudumu zaidi ya wachezaji 7 mpaka 10. Kwa hiyo wachezaji 7 mpaka 10 unaweza kukuta hiyo ndio first 11 ya timu. Kwa hiyo kuwaweka vijana pamoja imeleta siri kubwa sana, lakini cha msingi na kikubwa zaidi kuwa na management bora. Sisi tuna team manager ambaye ni madamu wetu, ana control vizuri wachezaji. Sisi makocha tunapokuwa hatupo, basi team manager anaweza kumanage wachezaji kuanzia kwenye kila kitu, kuanzia kwenye lishe mpaka kwenye muda wa mazoezi. Kwa hiyo ndo siri kubwa, lakini pia ubora viwanjani. Nadhani mmeona Kijiwe Nongwa imefanya usajili sehemu mbalimbali. Kikubwa imetegemea wachezaji wazawa. Changamoto zipo za wachezaji wazawa, lakini tumeweza kuzimaintain, tumeweza kuzifutilia mbali kwa viongozi kukaa na wachezaji. Hilo limeleta tija. Chachu kubwa imeongeza na wachezaji kutoka mbali. Wachezaji kutoka Dar es Salaam tumesajili wachezaji 2, Iringa tumesajili wachezaji 2, lakini pia kwa baadhi ya mikoa ya Mbeya tumesajili wachezaji 2 ambao watatumika FA nao. Kwanza ndugu mwandishi, niseme Kijiwe Nongwa ina malengo ya aina 3. Ina malengo madogo, ina malengo ya kati, ina malengo ya juu. Nikianza kufafanua kwenye malengo ya madogo. Malengo yetu madogo yalikuwa ni kuingia ligi ya mkoa na kuweza kutawala. Yaani tuchukue ule utawala waliokuwa nao watu wengine. Tufike finali. Ndo lengo dogo. Lengo la kati ni kuweza kutoka kwenye ligi ya mkoa na kwenda kanda. Nadhani hapo tutaweza kujibrand zaidi. Na lengo letu mama kama alivyozungumza mwandishi wa habari ni kwamba tunategemea baada ya kwenda kuvuka kuingia ligi daraja la 2 tuweze kuweka tuseme kama ni kituo ambacho kitakuwa kama Moro Kids, kama Elite Sports Academy za Dar es Salaam, kama Enjoy Soccer. Twende na misingi ambayo Tanzania inataka. Tuanze na vijana na 20 na 17, lakini pia timu iko daraja la 2. Watoto wasiteseke pahali pa kutokea. Watoto wakitoka basi tunaweza kuwapandisha senior team moja kwa moja. Lakini pia ni kuweza overcome hii solution kwamba Songwe haina timu katika madaraja yote. Kwa Kijiwe Nongwa ni timu ya wanasongwe ambayo tunategemea inaweza ikapanda ligi na ikatoa changamoto hizi watoto ambao kwenda kutafuta mbali. Tuombe Mwenyezi Mungu inshallah, naamini kwa juhudi zenu waandishi, kwa juhudi za mashabiki, kwa sababu Kijiwe Nongwa tunategemea zaidi mashabiki. Mashabiki ndio wamekuwa wana nguvu kubwa. Nadhani ukizungumza timu ya wanachama utazungumzia Simba, utazungumzia Yanga, lakini ukizungumzia timu ya mashabiki Home of Champions unazungumzia Kijiwe Nongwa. Kwa hiyo nakaa na wachezaji wangu walio kempu na ni wachezaji ambao ni matured, ni wachezaji ambao wanahitaji mafanikio. Kwa hiyo mafanikio hayaji kwa kucheza ndondo. Ndondo ni fatiki. Lakini ndondo zetu sisi mpaka nimruhusu mchezaji anapokea kiasi gani. Timu inaweza overcome solution ya kumpatia pesa. Inampatia pesa, unaenda kupata shingapi? 1,200,000. Basi utapata kutokana na juhudi zako katika timu. Kwa hiyo hatukatazi ndondo katika timu yetu, lakini wachezaji wenyewe washagundua pahali sahihi pa kupatia pesa na pahali sahihi pa kupatia furaha yao ni Kijiwe Nongwa. Ndio maana nikasema Kijiwe Nongwa ni Home of Champions. Sidhani kama mchezaji anaweza akatoka nje ya timu ambayo mafanikio anayapata. Kwanza anapata huduma kwa wakati. Mchezaji anapata kila kitu kwa wakati. Anapata kuanzia kiatu, kuanzia stocking, kuanzia jezi. Kijana anapata yale mahitaji muhimu ambayo anapata chakula, anapata malazi. Ndugu mwandishi wa habari, nadhani kijana kama huyo akitoka kienda pahali pengine, basi tunaweza tukasema ni mchezaji ambaye kiukweli amekiuka maadili. Lakini kikubwa cha msingi, hakuna timu daraja la 3 ambayo inatoa posho
wachezaji wake zunguka Tanzania. Nadhani mimi